Habari za sasa hivi ndugu zangu, napenda kuwakaribisha katika somo letu la leo. Somo letu la leo litahusu upimaji wa mkojo, umuhimu wa upimaji wa mkojo. Kabla sijaenda kusema umuhimu wa upimaji wa mkojo, ningependa kutambulisha vitu muhimu ambavyo tunaweza kutumia wakati wa kupima mkojo. Kitu cha kwanza, tunatakiwa tuna sample ya mkojo yenyewe ambayo imetoka katika kikopo kilichokuwa safi. Kitu cha pili, tunatakiwa tuna mashine ya urine analyzer pamoja na strip zake ambazo ziko sealed kabisa. Kitu cha tatu, tunatakiwa tuna microscope pamoja na glasses zake ambazo hizi zitatusaidia wakati wa kupima mkojo wetu. Napenda kuwakaribisha ndugu zangu, tujiunge wote mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hichi kwa kuweza kutambua au kujua umuhimu wa upimaji wa mkojo. Mkojo ni sawasawa na reporting ya kiwanda cha mwili yetu, kwa maana ya kwamba kupitia mkojo tunaweza kujua matatizo mingi sana ambayo mtu anasumbuliwa nayo katika mwili wake. Walio wengi katika jamii yetu wanaelewa kwamba kupima mkojo ni kwenda kuangalia UTI tu, hali ya kuwa sio kweli. Katika mkojo tunaweza kugundua vitu vingi ambavyo mtu anasumbuliwa navyo kwa kuangalia content ambazo zipo katika mkojo, zimereact kwa kupitia mkojo na kuweza kuindicate au kuashiria huyu mtu anasumbuliwa na kitu gani. Napenda leo tuanze kujifunza vitu ambavyo vipo katika mkojo. Vikitokea katika mkojo, tutajua huyu mtu anasumbuliwa na kitu gani. Kwa mfano, mtu katika mkojo wake anaoleta labo, tunaanza kuupima. Baada ya kufanya analysis ya mkojo, tukaikuta high amount ya protein katika mkojo. Kwa hiyo huyo mtu moja kwa moja inaashiria kwamba ana tatizo la figo. Hapo tutaweza kumshauri aweze kupima vipimo vinahusiana na figo. Mkojo umetupa ishara kwamba huyu mtu ana tatizo la figo kwa kuonekana kiwango kikubwa katika mkojo, hali ya kuwa ile protini ambayo ilitokea katika mkojo haitakiwi kutokea. Kitu kingine ambacho hakitakiwi kuonekana katika mkojo au kikionekana kwenye mkojo ambayo kinaashiria kitu ambacho ni keto. Keto inapoonekana katika mkojo, hii inaashiria kwamba huyu mtu mwili wake umekosa kiwango cha maji kilichokuwa sahihi. Kwa hiyo tutamshauri mtu huyo aweze kunywa maji ili kuweza kurejesha kiwango cha maji katika mwili wake. Ila mkojo umetupa indication hiyo kwa kutokana keto imereact katika mkojo. Kitu kingine ambacho kinaweza kikatokea katika mkojo na tukajua huyu mtu anasumbuliwa na tatizo, kitu ambacho ni glucose. Glucose haitakiwi kabisa kuonekana katika mkojo. Glucose ikiwa nyingi katika mkojo, huyu mtu inaashiria kwamba ana tatizo la kisukari. Aidha anaweza kuwa ameshambuliwa na sukari ya aina yoyote ile. Inaweza kuwa mama mjamzito, ni sukari yake ambayo kipindi cha mjamzito, au ni mgonjwa wa sukari ambao anasumbuliwa na sukari kwa muda mrefu. Kwa hiyo mkojo inaweza kutuindicate kwamba huyo mtu anasumbuliwa na tatizo la sukari kwa kureact ile sukari katika mkojo wake. Hivyo basi, tunapenda sana kuwashauri watu wapime mkojo na kuangalia kila kitu na sio kwenda kwa kuangalia au kufocus kwa kuangalia UTI tu. Ningependa kusema na kitu kingine ambacho kikireact katika mkojo kinaashiria vitu ambavyo ni matatizo ambayo yapo katika mwili wa mwanadamu. Kitu kingine, kureact kwa blood. Kureact kwa blood katika mkojo, hii inaashiria mtu aidha akiwa mwanamke anaweza kuwa yuko katika period zake ya kawaida, au mtu anaweza kuwa na tatizo la kichocho, pia na tatizo la UTI. Kwa hiyo tutamshauri mtu huyu aendelee na kufanya vipimo vingine kama culture ili kuweza kugundua vitu vingine. Bilirubin ikijitokeza kwenye mkojo inaashiria kwamba huyu mgonjwa wetu anasumbuliwa na ini au hepatitis. Kitu kingine, nitrate.
Nitrate haitakiwi kuonekana katika mkojo. Ikionekana katika mkojo, inaashiria kwamba mgonjwa wetu anasumbuliwa na tatizo la bacteria infection katika njia ya mkojo. Hii hutambulika kwa jina la kitaalamu kama UTI. UTI ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria. UTI inasababishwa na mdudu anayejulikana kama E. coli. Kwa mara nyingi sana huyu mdudu anapatikana katika sehemu ya haja kubwa. Hiyo hupelekea ni sababu ya kuisababishia UTI, na tutajua kwamba ni maambukizo ya bakteria katika mkojo tukivigundua vitu viwili. Kitu cha kwanza ni nitrate kureact, na kitu cha pili ni seli nyeupe ambayo tunaita leukocyte. Zinapoonekana kwa kiwango kikubwa katika mkojo, huashiria kwamba huyu mtu ana mashambulizi ya bakteria. Mashambulizi ya bakteria hujulikana kwa jina la kitaalamu kwamba ni UTI, urinary tract infection. Kwa hiyo huyo mgonjwa tutamshauri aweze kutibu ugonjwa huo wa UTI kwa kureact kwa hivi vitu ambavyo nilivyovitaja awali. Nashukuru ndugu zangu kwa kunisikiliza, na natumaini kwamba mmepata ufahamu umuhimu wa kupima mkojo, kwamba kwenye mkojo hatuendi kuzingatia tu kwamba kupima UTI, isipokuwa mkojo hutuonesha vitu mbalimbali ambavyo mtu husumbuliwa ndani ya mwili wake. Kwa kupitia mkojo tunaweza kutambua mtu anasumbuliwa na kitu gani. Karibuni katika kituo chetu cha afya kilichokuwepo Ilala Bungoni, karibu kabisa na kituo cha Msaada Garage. Kufika kwako ndo utimamu wa kuweza kupata matibabu yaliyokuwa sahihi, kupimwa mkojo na kupewa majibu ya mkojo yaliyokuwa sahihi. Sio kila mkojo tunapima tu UTI, isipokuwa mkojo hutuonesha vitu vingi sana ambavyo unaweza kusumbuliwa ndani ya mwili wako. Lakini kwa kupitia mkojo na kukutana na wataalamu wetu waliokuwa hapa Royal Polyclinic, watakujulisha kwamba unasumbuliwa na kitu kingine, sio UTI peke yake. Karibuni ili muweze kupata matibabu yaliokuwa sahihi. Karibuni sana katika kituo chetu cha Royal Polyclinic kilichokuweko hapa Msaada Garage. Usisahau kusubscribe channel yetu na kulike. Comment zako ni muhimu kwetu ili tuweze kukupa kilichokuwa bora zaidi, na usisahau kubinya alama ya kengele ili kuweza kupata update ya video kila tunapotoa, uweze kuipata kwa wakati. Karibuni sana.